Wiki iliyopita nilifundisha juu ya somo moja muhimu sana ya mwisho wa mwaka. Niliwaambia maisha yetu ni zaidi ya kalenda, na nataka nizungumze kwa mkazo somo hili, maana najua ningeleta somo lingine, lakini ninaona umuhimu mkubwa wa kuzungumzia juu ya jambo hili la mwisho wa mwaka. Kwa nini ninapenda kuzungumzia? Kwa sababu maisha yetu ni hatua, na kila hatua unayokanyaga kama mtu mwenye akili unatamani kuona ndoto zako. Unatamani kuona ndoto zako. Najua hapo ulipo hujafika, kuna ndoto unatamani. Unafanyaje ili usifurahie ndoto zako? Hili ndilo jambo la kuzungumza. Lakini lazima ujue hili ya kwamba unapozungumzia juu ya mwisho wa mwaka ni nafasi ya kuangalia nyuma. Kama nilivyotangulia kufundisha wiki iliyopita, nilisema mwisho wa mwaka, miezi 12 si hatua ndogo. Katika safari ndefu uliyotembea ni wakati wa kugeuka nyuma. Ni wakati wa kusimama kwenye ukingo wa kalenda. Na ni wakati wa kusema mwaka huu ulipoanza, inaonyesha ulikuwa na marafiki, ulikuwa na ndugu, ulikuwa na watu muhimu, ulikuwa na jamaa, ulikuwa na shangazi, mjomba, baba yako pengine, na nani wako, pengine maisha yao yamesimama. Wametenganishwa na maisha haya, hawapo. Wewe upo. Na kwa sababu upo, ili lazima katika hili mshukuru katika hili. Mungu asante kwa kuwa hiyo ni sehemu ambayo mimi na wewe hatuna mchango. Sehemu ya pumzi. Sehemu ambayo mimi na wewe tuchangii chochote. Mimi na wewe tunahangaika na chakula na mavazi na maisha haya, lakini wale walioondoka ambao hawapo, hakuna ambacho tunawazidi. Watu wenye nguvu sana wanaondoka. Watu wenye madaraka katika nchi yao. Watu wenye uwezo mkubwa wa kiuchumi wao. Watu wa kuheshimiwa kabisa wao. Sema nimesimama kwenye ukingo wa kalenda yangu. Unamshukuru Mungu kikamilifu. Lakini pia nikasema ni wakati wa kutafakari mipango yako ya mwaka jana au ya mwaka huu 25 uliotoka nayo. Kuna mipango umetoka nayo 24, kuna mipango ambayo umeyapanga katika 25 hii. Mengine yamefanikiwa, ama yote kabisa yamefanikiwa, ama machache, ama yote kabisa yamefeli. Ni wakati wa kufikiri. Kwa nini? Kwa sababu labda wewe unasubiri chochote kwenye maisha yako ndio maisha. Hiyo ndio kitu ninakataa. Na hiyo ndio kitu ambacho ninalikataza kanisa. Ni lazima upambane. Upinzani ni mkali sana kwenye maisha haya. Kuna nguvu ya upinzani wa kiafya, kuna nguvu ya upinzani wa kiuchumi, kuna nguvu ya upinzani mbaya zaidi kiroho. Adui anajua akikutenga na Mungu, wewe una mahali pa. Nilitaja habari ya miaka 40 ya wana wa Israeli katika jangwa. Haikuwa tamanio lao, haikuwa safari ya mwaka, lakini ilikuwa kwa safari ya miaka 40. Milima ya Seir, jangwa lote lile la Sinai, wale watu walitembea. Wakati mwingine walichoka, walikata tamaa. Maisha ya wengi ambao wamezaliwa katika nchi ya Misri walifia. Kizazi kipya kikiongozwa na Joshua na Caleb ndio watu pekee walioingia nchi ya Kanaani. Lakini kizazi cha Caleb pamoja na Musa hawakuvuka. Tunaweza kuvuka tukaona huo mwaka wa 20. Lakini maisha yetu ni zaidi ya kalenda. Kama nilivyotangulia kuwaambia, kama ni kuhesabu kalenda, ina maana gani hasa? Mishale wa saa au simani. Masaa, jua linaenda. Mambo hubadilika. Mabadiliko hayapulizi, yanapotokea hayapulizi.
Hata wakati mwingine unaambiwa umepata changamoto gani, afu sijui najikuta nimeamka na kuomba. Hayo ni maisha, mambo yanatokea kwenye maisha. Kwenye huu mwisho wa mwaka, kama yangu ni kuongea na kanisa, ni waonyeshe umuhimu wa maisha na mipango zaidi ya kalenda. Nilipokuwa nikiongea na wewe, nilikuonyesha kitu kimoja kwenye kitabu cha Kutoka ule mlango wa 12 mstari wa 40. Niliwaambia kwamba mstari wa 40, niliwaambia kwamba kalenda itabadilika, lakini mabadiliko yako ya kiuchumi, mabadiliko yako ya kiroho, mabadiliko yako yanakutaka wewe. Na kalenda ni kitu ambacho wewe unapambana, unakimbizana nacho, kwa sababu malengo yako yana tarehe, yana muda. Unalenga kwamba ifikapo muda fulani niwe nimefikia jambo fulani. Mwanafunzi anaingia darasa la kwanza, unasema baada ya muda fulani, baada ya miaka fulani atakuwa darasa fulani, atakuwa amemaliza, atakuwa fulani na atasomea kitu fulani. Unajua swala la kusema atakuwa daktari, atakuwa mwanajeshi, atakuwa nini, ni jambo lake yeye. Mengine yale ya kwamba nafasi ni hamna, hayo ni mambo ya mbele. Lakini sisi tunamwandaa na tunataka kuona ndoto za wanafunzi. Bwana asifiwe. Nikawaambia ni kwamba Israeli alikuwa mgeni. Katika miaka 430 Israeli alikuwa mgeni. Pamoja na kwamba alipewa eneo alipokuwa katika Misri, hakuwa na shamba halisi ambalo akasema hili ni langu, nitapanda miti ya kudumu. Maana hajui ataambiwa ondoka lini. Lakini pia alikamua maziwa, lakini hakujua hatuna yule ng'ombe. Kwa sababu wale ni wageni walikuja wamemfuata Yusufu pale akiwa waziri mkuu, na aliwapokea kama ndugu zake. Wakapewa eneo lile walilopewa ni eneo la pori, vichaka, majani mengi, misitu. Eneo ambalo limetengwa kwao lilikuwa muhimu, lilikuwa na majani. Katika enzi hizo mfugaji ni mtu najisi, mifugo ni najisi kwa Wamisri. Wao wakaachwa wakawekwa huko, na wao wakajisikia vizuri, hawakuwa na shida, lakini walikuwa na mali. Waliona fahari kwa ajili ya mali yao ilikuwa mifugo. Sehemu kubwa mali yao ilikuwa ni mifugo. Kama kulikuwa na vitu vingine kama dhahabu, sijui walimungu namna gani, kwa sababu Biblia inatuambia Ibrahimu alikuwa tajiri wa dhahabu na fedha. Na hiki ni kizazi cha tatu, kwa sababu sasa hawa ni wana wa Yakobo. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka alimzaa Yakobo. Hawa ni watoto waliozaliwa na Yakobo na Yakobo. Hapakuwa na matumizi makubwa. Mali ile wamechukua tangu babu yao wametunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mnajua Yakobo alitengeneza mali yake mwenyewe zaidi. Nafikiri sehemu ya mali ile wa Isaka ilibaki zaidi kwa mikononi mwa Esau. Kulikuwa na changamoto nyingi ya kifamilia. Lakini Biblia inasema mstari wa 40, basi wana wa Israeli ukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. 430. Katika Mwanzo ule mlango wa 15, Mwanzo mlango wa 15, Biblia inasema mstari ule wa 13 hadi 16, Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yako. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Bwana asifiwe. Amen. Kabla sijasogea, mapema kabisa katika sura hii ya 15 ya kitabu cha Mwanzo, angalia mstari wa 2. Ibrahimu anapeleka madai yake makubwa mbele ya Mungu ya mtoto. Miaka imeenda na Sara hawezi kuzaa tena. Lakini Ibrahimu hajamwacha Bwana. Na anaona siku zake zimesonga na hategemei kupata mtoto, na anaona mali nyingi mbele yake. Mungu alikuwa amembariki sana.
anamwambia Mungu, kwani nina nini? Umenipatia nini? Nina nini? Sina mtoto na mali nyingi hii nilionayo, nitamwachia huyu Mdameski. Tulikuwa na mtu kutoka Dameski kama mtumwa nyumbani kwake. Bwana asifiwe. Mungu akamtokea katika ndoto. Mmoja ya maneno ambayo alimwambia Mungu, aliyomwambia katika ndoto, mmoja ya maneno aliyomwambia, la kwanza alimuonyesha mchanga, la pili alimuonyesha nyota, kwamba ndivyo utakavyokuwa uzao wake. Alipokuwa akiendelea kuongea, akamwambia watoto wako watakuwa wageni katika nchi fulani. Na anamwambia lakini wewe utakwenda, mstari wa 13 akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, na watatumikia watu wale, na watateswa kwa miaka 400. Hata na taifa lile watakalo watumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Bwana asifiwe. Asema watatumikia taifa fulani, lakini anamwambia lile taifa ambalo watawatesa na kuwatumikisha, anasema siku ile na mimi nitafanya malipizi, na watatoka na mali nyingi. Alafu anamwambia lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haijataujatimia uovu wa Amori. Mungu anamuonyesha Ibrahimu mapema hali ya baadaye ya watu wake atakaowazaa ambao hawajazaliwa. Israeli wakaja wakakaa katika Misri kwa kufuata ndugu yao Yusufu kwa ajili ya njaa ambayo imedumu kwa miaka 7. Walikuja wakakaa katika nchi hii wakitengewa sehemu muhimu ya kuishi na mali. Lakini unajua walisisitiza habari ya kurudi. Yakobo akawaambia msinizike hapo. Nataka nikuambie kitu kimoja. Pamoja na juhudi zetu nzuri ambazo nitazihimiza, pamoja na kalenda nitahimiza juhudi za mipango ya maisha yako hapa duniani, ili uwe na amani ni pale unapokuwa na mahitaji yako. Lakini nguvu yako iko kwa Bwana. Pale unapotaka kusogea, usitengwe na Mungu. Maisha yako yasikutenge na Mungu. Mahangaiko na masumbufu yale yasikutenge na Mungu. Ili uwe na nguvu, ili kila kitu utakachokifanya usimame nacho machoni pa Bwana. Anamwambia watakuwa watumwa kwa miaka. Hapo walipokuwa wamekaa na kufanya kazi nyingi, misisitizo yao ni kurudi. Yakobo akawaambia, mimi msinizike hapa. Msinizike hapa. Yakobo akawaambia. Bwana asifiwe. Amen. Yakobo alipokufa, Yusufu alikuwa bado yuko madarakani. Akaongea na mfalme wa Misri na akapewa nafasi kubwa ya maombolezo. Maandiko yanasema wakamwombolezea siku 40. Maombolezo makubwa sana. Baada ya siku 40 wakamchukua, wakampeleka, wakamsafirisha mpaka Kanaani. Wakamzika baba yao, wakaomboleza, wakamaliza, wakarudi. Yusufu akawaeleza kwamba siku moja Bwana Mungu atawakumbuka. Alipokuwa mzee, amezeeka sasa na amestaafu kazi afanye, akawaambia jamani, siku moja Mungu atawakumbuka, msiache mifupa yangu. Kadiri siku zilivyoenda, kile kizazi kiliendelea kufa. Yusufu naye kafa, wengine wakafa, hali ya utumwa ikainuka, wakapata utumwa na kongwa zito. Lakini elewa kitu kimoja, muda wote waliokaa, kizazi cha kwanza kinachojua Kanaani kaisha. Nani anayeongea Kanaani? Hakuna mtu tena anayeongea Kanaani. Masimulizi tu.
Kulikuwa na watu wachache wanaiongea. Musa akaudhiwa sana alipokuwa na miaka 40. Ule utumwa ukamumiza. Hakuna mtu atakayechukua hatua ya kimaisha kama uchumi hauudhi. Maisha yoyote yasipokuudhi, hutayachukulia hatua. Hata mtu akikudharau, haikuudhi, nasema mbona amenidharau kiasi? Mbona ananidharau kiasi? Mbona ananivunjia heshima? Mbona ananifanyia hivi? Alafu utu unainuka. Na kitu cha kiutu kinainuka, unasema tutaona. Sasa ujue hayo ni maamuzi mengine. Bwana asifiwe. Basi kwa sababu hiyo Musa akafukuta, akashindwa. Akaponea chukuchuku, kukamatwa, akakimbia Midiani, akakaa miaka mingine 40. Ule utumwa ukachukuliwa kama ndio maisha yao. Adabu na kazi ngumu walizokuwa wanatendewa, kwa sababu wamezaliwa pale. Wengine wamezaliwa ndani ya utumwa, lakini wote wamezaliwa ndani ya Misri. Hakuna masalia ya watu waliotoka ndani. Wale 70 wote walikwisha kufa. Fikiria wakati Musa anawatoa, na yeye amezaliwa pale Misri, anawatoa yeye mwenyewe na miaka 80. Hakuna masalia ya watu wa nyuma. Anayeongea hasa Kanaani hakuna. Wanaongea masimulizi. Wale ni hodari sana wa kusimulia watoto wao. Na ndio maana kila mara Mungu aliwaambia katika mlango, nafikiri na Kumbukumbu mlango wa 6 nafikiri mstari wa 4, anasema Israeli, Bwana Mungu wako ni mmoja. Wewe utawafundisha wanao, ukikaa, uketipo, uondokapo, yani zile hadithi za jioni unakaa na watoto vile vitendawili. Israeli walikuwa navyo. Na ilikuwa namna ya kufundisha kizazi chao kumcha Bwana wao, na kuhakikishia wao wana Mungu mmoja, tofauti na mataifa mengine. Wao wana Mungu wa mbinguni, wao wana Mungu aliye hai, tofauti na mataifa mengine. Hayo walilelewa. Lakini masimulizi ya Kanaani yalikuwepo, lakini hakuna mwenye uhalisia wa Kanaani. Kwa hiyo waliona waishi. Lakini kuna wakati kongwa lilipowalemea, Biblia inasema wakaugua. Wakalia sana, wakainua sauti yao kwa Mungu wao, kwa sababu jambo la Mungu halikutolewa ndani yao. Na ningependa neno hili leo ondoke nalo katika uzito wake. Hata kama unapitia changamoto, lakini neno la Mungu lisiondolewe ndani yako. Haijalishi sana uchumi uko chini kiasi gani, my friend. Haijalishi umepanda kiwango gani au unakuja kwa kiasi gani. Unaona kustawi kwako kunakuja kwa kiasi gani. Unaona maisha yamenyong'onyea kiasi gani. Usiyahesabu hayo, endelea kubaki ukimcha. Amen. Na nataka niwaambie, hicho ndicho kilichowasaidia Waebrania. Licha ya kwamba wamezaliwa pale, licha ya kwamba wamezaliwa ndani ya utumwa, licha ya kwamba wameumizwa sana, walishikilia kitu kimoja. Wana Mungu. Niangalie, walishikilia kitu kimoja, nacho ni hii: walibaki kuwa na Mungu. Hicho hakikuondolewa. Baba zao waliwaachia. Kanaani inaweza ikapungua ndani yao, au kuzaliwa, au kuona wamezaliwa Misri, wameona Misri, maisha ni Misri, lakini Mungu hakuondolewa ndani yao. Na huo ndio urithi mkubwa ambao walihakikisha wamewaachia. Hebu nisikilize. Na hiyo ndio sababu walipogandamizwa waliinua sauti yao. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ndio sababu hata mateso yalipozidi waliinua sauti yao kwa Mungu. Uko wapi Mungu wa baba zetu? Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Utatoka bidii peke yake toka, na kiroho peke yake hautoki. Yote unahitaji pamoja. Unahitaji bidii, unahitaji kiroho, lakini kiroho kwanza. Na kiroho peke yake Mungu hafanyi. Mungu ana sehemu yake ya kufanya, na Mungu anakupatia na wewe sehemu ya kufanya.
Sasa wamelia wakamkumbuka Musa, na Musa alishakimbia na wao walishamsaliti, na Musa alikuwa hayuko na utumwa umewalemea. Ndipo Mungu anamtokea Musa. Anamwambia, nimesikia kilio cha watu wangu, nami nitawaokoa na mkono wa mfalme wa Misri. Farao amewalemea, wamejenga mapiramidi, wamejenga majengo mengi, wamelima mashamba, wametumikishwa, wanafyatua matofali, wamekuwa nguvu kazi ya taifa. Nataka niwatoe kwa mkono hodari. Kilichomsaidia Musa, niangalie msimulizi, na hili litakusaidia kwenye maisha yako. Kila wakati unapoanza mradi, unapoanza project, unapoendesha project, unapoanza shughuli zako, usianze kabla hujamtanguliza Mungu. Musa alitoka kama mwanaharakati. Musa alishindwa, Musa alikimbia. Mara hii Mungu anamwambia, nimewakumbuka, kilio chao kimenifikia, nataka niwatoe. Ndugu, Mungu angependa kutoe. 25 iwe unapoingia 26, sio tu historia na kalenda, lakini pia mabadiliko ya kiuchumi. Amen. Mabadiliko makubwa ya kimaisha utayapokea kwa mkono wa Bwana. Musa anasita. Musa anajua juzi alijaribu hilo. Musa anajua alishindwa. Kuna mahali unaenda unasema, hii nilishashindwa, hii ni ngumu, hii siwezi. Wakati unaposema hii ni ngumu, hii siwezi, Mungu anataka usikie ukisema, nitafanya nini? Musa anamwambia Mungu, na niambia niende. Wakiniuliza, nani amekutuma? Nani? Mungu wa baba zetu ni nani? Abi, Mungu wa baba zetu amenituma. Naye ni niko ambaye niko amenituma niwatoe hapa, twende katika nchi yetu ya ahadi. Musa anajadiliana na Mungu vya kutosha, tofauti na hapo zamani alipokurupuka. Unapokurupuka, unamwacha Mungu, unaenda pale nguvu zinaisha, unaenda pale wajanja wanakuzidi, unaenda pale nguvu za giza zinakushinda. Wenzako wanatangulia na matunguli kwenye biashara, wenzako wanaamini juu ya nguvu za giza, wenzako wanaamini juu ya nguvu za kuzimu. Wewe kuna nguvu za Mungu, hizo zitakuumiza. Lakini kama unazo nguvu za Bwana ndani yako, unasimama. Wanakujaribu, wanakushindwa, wanakuacha maondoka. Musa akaenda kutoa watu ambao wamekaa kwa miaka mingi, 430. Choka. Wengine wamezaliwa utumwa umeanza, wengine wamezaliwa kabla utumwa haujaanza, wamechoka. Of course wengi wao, kwa sababu Musa mwenyewe ana miaka 80. Na amezaliwa katikati ya utumwa, wakati watoto wanauawa, wakati utumwa ndio umeanza. Kwa hiyo kizazi kubwa sana ni kile kilichozaliwa ndani ya utumwa. Kule kuzaliwa kwenye maisha ya umaskini, kule kuzoea umaskini, usihesabu ni haki yako. Unapotafuta kuingia mwaka wa 2026, ni wakati wa kutaka nafasi mpya katika Mungu. Ni wakati wa kutaka nafasi mpya katika Mungu. Wewe inatosha tu. Mwingine anaona nikiwa nimevaa basi maisha yanaenda. Lakini maisha yanabadilika sana. Sasa hivi tuna watu wengi ambao kwetu ni kama kioo. Wana maisha mazuri. Kuna watu wanafanya biashara, hata watoto wa kike wanafanya biashara kubwa. Wanatoka nchi moja kwenda nyingine, wanatoka mji mmoja kwenda mwingine. Mwingine anafanya biashara yake ni kuuza mchele, mwingine anauza karanga, mwingine dagaa, mwingine hivi. Vitu vingi watu wanafanya. Sasa kama huna kitu unachofanya na wewe mtoto wa kike, alafu unasubiri huruma ya mwanaume wa kuoa,
hiyo itakugharimu sana. Itakugharimu sana. Maisha yamebadilika na lazima uyatambue mabadiliko. Ili ukiwa na shughuli zako, una maisha yako, hata kuheshimu. Bwana asifiwe. Amen. Pengine tafsiri nyingine ni mwachie Roho Mtakatifu akusaidie. Huwezi kuwa na amani kwa sababu ya kuzoea maisha. Nisikilize, huwezi kuwa na amani. Huwezi kubatiza mateso kama ni amani yako. Baba maskini nataka baba zangu, kuguma maisha ni nataka wazazi wangu, haya maisha ni maisha yetu, wala sasa tuna shida. Inawezekana. Tunamweka Mungu mbele na kumwona kama baba. Wale ambao wamezaliwa kwenye familia ya kimaskini wanautambua umaskini kwa sababu umaskini waliokuta kwa baba zao. Sisi tunaye baba yetu Mungu ambaye hana asili ya umaskini. Amen. Sisi tunaye baba yetu Mungu ambaye hana asili ya umaskini. Naomba nisikilize. Waimbaji wa nyimbo waliimba, nyimbo sika waliimba hapa, wakasema sitaondoka mpaka utanibariki. Kwenye kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 28 unakutana na mtu mmoja anaitwa Yakobo, anamkimbia ndugu yake Esau. Ameacha mali yote ya Ibrahimu na ya Isaka baba yake. Mali ile ni ya vizazi. Ibrahimu alikuwa tajiri pamoja na Lutu, tangu wametoka katika nchi ya Uru wa Kaldayo wamekuja Kanaani. Ile mali Yakobo ameichunga, amewajibika, amehangaika, amebaki ameangalia. Lakini ndugu yake anaamua kumuua kwa ajili ya ule baraka. Akimbia. Usiku analala mahali. Yakobo anapotokewa na malaika, sikuachi kama nani. Ile inasema akampiga panapo upaja, ufungwa upaja, akamtengua mguu, akang'ang'ania, usiponibariki sikuachi. Hiyo ndio asili ya Mungu. Akabadilisha mpaka jina. Asili ya Mungu ni baraka. Mungu ndio anayemiliki vitu vyote. Kwa nini tuwe maskini? Kwa nini tuwe watu wasiojua pa kuelekea? Wengine wanasema mimi sijasoma, sijapata kazi. Hebu tembea, nyoosha miguu. Angalia shughuli ambazo watu wanafanya. Hebu tembea uone watu wanafanya kazi. Ungemwomba Mungu kwa muda gani upate shughuli zako mwenyewe? Kuna wakati utafanya kibarua. Kuna wakati unatakiwa ache kibarua. Umombe Mungu akupe shughuli zako. Wewe uliajiriwa na wewe uajiri wengine. Kuna wakati wa kutoka mahali kwenda mahali. Unapotaka kutoka 25 kwenda 26, sio tu kalenda, lakini aina ya maisha yako lazima yabadilike. Hayo ni mapambano. Na ndio maana kulikuwa na vita kubwa kabisa. Wanataka kutoka. Yale ni makoloni. Unawatoaje watu ambao ni nguvu kazi wanategemea? Musa anasema nipe niachie watu hao wanaondoka nao. Farao anamdharau sana Musa. Naondoa hao. Ndio tegemeo la taifa. Ilikuwa ngumu kabisa. Pigo la kwanza. Vipigo vingine ni vidogo vidogo, huone kama vina nguvu. Mara nchi imekuwa na chawa, mara maji yamekuwa damu, mara hiki kinatokea, mara kile kinatokea, mara chawa, mara nini, vyote vinapita. Hivi havikumshtua Farao. Na msisitizo ni kutoka kwenye akili yako. Msisitizo uwe ni kutoka kiuchumi, kiroho, kifamilia. Usisitize
utulize akili yako kwamba siku moja nitatoka, maisha yangu yatabadilika, nitafanyaje? Hilo ndilo sasa la kujua. Ndio maana niliwaambia ni mchakato. Pigo la 10 lilikuwa la kumaliza kazi. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Musa na Haruni, waambie wana wa Israeli watachukua mwana kondoo wa Pasaka. Naomba nisikilize hapo. Mwana kondoo wa Pasaka atakuwa mume wa mwaka mmoja, dume la mwaka mmoja, halijakatwa sikio, halijapungua, halijawa na kilema, halijavunjika, halina kasoro yoyote katika kuzaliwa kwake. Mfano wa Kristo. Kama familia ni ndogo, basi mtachanganya familia mbili ndogo. Maana hitaji kubwa ni damu. Na yule mwana kondoo asivunjwe mfupa, mtakula pamoja na mboga chungu. Wakapewa makanuni, wakaambiwa mtamla yule mwana kondoo ameokwa. Hakuna kukaa ukiwa umesimama kesho ni kuondoka. Hiyo ilikuwa hatua ya mwisho. Hatua zote zilikuwa mchakato. Maandiko yanasema Mungu akamwambia usiku ule asema usiku huo mimi nitapita katika nyumba ya Misri. Wana wa Israeli wakachinja Pasaka na wanakula Pasaka usiku ule. Kila nyumba ya Misri mpaka nyumbani kwa Farao kulitokea msiba wa kutisha. Mnyama wa kwanza, mzaliwa wa kwanza wa mnyama au mbwa au mbuzi au kondoo, kila kinachoitwa mzaliwa wa kwanza vitakufa vingapi vikubwa? Vitakufa vibaba huko vimbuzi, vitakufa vibaba huko vikubwa. Sasa wao sio wafugaji, lakini watu wanakufa. Lakini kuna aina wanyama wao wanafuga. Farasi na ngamia wao wanafuga. Kuna vitu wanafuga. Lakini sana achana wanyama, binadamu. Farao ana msiba nyumbani kwake, walinzi wa Farao wana msiba nyumbani kwao. Nchi ikanuka msiba. Kama msiba mkubwa sana. Watu wa Misri, jeshi la Misri, wa Misri wenyewe wakamwambia Farao, "Waache watu waondoke." Bila shaka waliona kama leo amekufa mzaliwa wa kwanza, kesho atakuwa baba mwenye nyumba. Hofu ikatanda. Mungu alimwambia, unasoma, anamwambia watatoka, nitawapa mali nyingi. Nchi katetemeka. Sasa wanatoka. Wakati unatoka, mambo fulani lazima yabadilike kwenye maisha yako. Wale waliokufahamu kwa namna ile watakuona kwa namna nyingine. Nchi itatetemeka. Amen. Huduma itabadilika, uchumi utabadilika, maisha yatabadilika, lakini anamtaka Mungu, nayo ni mchakato. Maandiko yanasema ondokeni. Biblia inasema Mungu akamwambia wana wa Israeli, geukeni mkatake mali. Unga mkono namna hiyo. Fanya mkono wako namna hiyo kila anajisikia. Unga mkono. Sema amina. Amen. Akasema takeni kwao. Mwenye kutaka unga, mwenye kutaka mali yoyote, waligeuka wakawataka unga, wakawataka nguo, wakawataka dhahabu, wakawataka mali nyingi. Wakatoka wakiwa na mali kama Bwana alivyomwambia. Wewe unatoka na nini? Umetumikia mwaka umeenda, au uliisha kucheka, au ulikaa kijiweni? Nakwambia kitu kimoja, acha kabisa marafiki kwenye maisha haya. Wana maana aina gani ya marafiki? Wengine wana marafiki mpaka wa mahusiano mabaya na wewe unaokoka. Wamemaliza wokovu wako, wameharibu imani yako. Wewe unatokaje? Wewe si mateka huko kwenye mikono ya adui. Adui ana sauti juu yako. Adui ana neno lenye nguvu kwako. Na huna kitu cha kusema. Ukifurukuta, shetani anasema huyu ni wangu, ana muhuri wa uzinzi huyu.
Huyu ni wangu, huyu si mchawi. Huyu ni wangu, huyu si mwongo. Huyu ni wangu, si 1 2 3. Acheni marafiki. Mjipatieni rafiki mmoja bora, Yesu Kristo. Amen. Acheni marafiki. Watu wengi wamepotea kwenye mikono ya marafiki. Unajua, hapa kanisani mimi niliwahi kusema, kuna watu ambao niliongea habari ya mtu mmoja ambaye Paulo anasema tulimchukua jina lake Mnasoni. Niliwaeleza Mnasoni alikuwa mtu wa zamani katika imani ambaye alikuwa anapokea wageni. Paulo anasema tulipokwenda tulimchukua Mnasoni tukae kwake. Kuna mtu ukimkabidhi mgeni aliyehamia hapa mjini, anazali hapa, akikutana na huyo mgeni kesho anamuua kiroho. Kuna mtu anaongea kifungua redio yake, unauliza analipwa kwenye kuongea, anaongea sumu tu. Pima marafiki unaotembea nao. Angalia ile marafiki. Kwa sababu ni moja ya vizuizi ambavyo vitakuzuia usivuke na nguvu zako. Israeli walivuka na nguvu zao. Walisema tupeni dhahabu. Walisema tupeni nguo. Walisema tupeni hiki. Walisema tupeni unga. Wakaondoka. Unajua mali walioondoka nayo ni kubwa. Walipoenda Farao alichanganyikiwa. Nakumbuka mkono na yeye nikwambia. Unajua Farao alichanganyikiwa. Unajua kwamba Farao alifuata mpaka kafia baharini na kuona jeshi lake. Kwa nini? Kwa sababu waliondoka na mali nyingi sana. Kwa ile hofu wana wa Israeli walitoa kila walichokuwa ndani wa Misri. Wamisri walikabidhi kila kitu, walikabidhi kwa sababu ya nguvu ya hofu ya mauti. Wakabidhi jeshi la Mungu la chukua mikononi mwao. Kaenda. Walipofika kwenye ufuo wa bahari, wa jamaa wakafuata kama pale. Hii hasara ni kubwa. Shetani kuna wakati atakufuata kwa sababu alishakufaidi kwa namna alivyokuwa anakutumia. Alishakufaidi kwa namna alivyokuwa anakalia maisha yako. Akasema hawa ni mfukazi. Hawa wakiondoka, nani atatusaidia kutunza, kufyatua matofali? Tutamtumia nani? Nani atajenga tena mapiramidi? Miradi imekwama. Miradi itakwama. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Mwingine anasema wewe unasema miradi. Mimi nimetoa dhahabu yote nilio nayo hapa. Wamebeba kila kitu, walipakia unga, wafunga juu ya punda zao. Waliondoka wale jeshi la Mungu wajasiri. Na wanamwamini Mungu. Na Mungu alitenda kitu cha ajabu. Mungu alikuwa mzaliwa kwanza mpaka juu ya Farao. Mungu hatakutoa mnyonge, atakutoa na akikutoa kwenye maisha. Kuna namna Mungu atakutoa kwa heshima. Usiangalie ulivyopita. Tamani sana kuona mambo ya Bwana asifiwe. Amen. Lakini lazima utambue ulicho nacho. Hiki ninakihimiza. Utambue ulicho nacho. Ukikitambua, anza kukitumia kile kipawa. Na hiyo ndio njia pekee ya kutambulisha kipawa chako, uwezo wako. Hiyo ndio njia pekee ya kutambulisha uwezo wako. Kama hutumii, unawaambia watu mimi nitakuwa hivi, nitakuwa hivi, utakuwa wewe ni makelele. Amen. Amen. Ukianza kufanya shughuli zako. Jana nilikuwa namwangalia mama mmoja kwenye mitandao, alichomewa biashara yote ya chakula. Naonekana yeye ni mwanamuziki Dar es Salaam, lakini alikuwa ni mtu mkubwa sana, biashara yake ilikuwa kubwa ya vyakula. Kila kitu kiliisha. Anasema nilikuwa na watumishi 200. Kwa na nguvu. Ya unajua ana nguvu. Lakini anasema siogopi, naanza tena na ninawasamea wote. Vyovyote vile kilichotokea kule mimi sikujui sana. Mimi nasungumzia uweze kutoka. Na wewe una maamuzi ya kutoka kwenye maisha hayo. Uweze kutoka. Na wewe una nguvu ya kutoka. Unajua tuna nguvu mbili. Nguvu ya kwanza ni ule mtaji. Nguvu ya pili ni ule mtaji.
maisha unayotaka utaje, lakini nguvu ya kwanza ni Mungu. Na hatuanzi na Mungu, tunaanza na mradi. Tunapama. Niliwaambia maisha ya Paulo alivyokaa katika Antiokia ya Shamu miaka 15. Analelewa. Huyo Paulo unamsikia, analelewa na mtu anaitwa Barnaba, ndio mchungaji kiongozi wa kanisa la Antiokia. Wao wanalelewa. Baadaye sauti inatoka inasema, nitengeeni Barnaba na Paulo kwa kazi ile niliyowaambia. Matendo ile mlango wa 13. Wakaenda wakatoa taarifa. Kanisa la Yerusalemu ndio mamlaka ya kanisa iko. Paulo anasema kwenye Galatia, wale wenye mamlaka walipojua ya kwamba na sisi tumeitwa, walitupa mkono wa shirika. Tambulisha, tambua ulichonacho, tambulisha ulichonacho, utatambuliwa kwa ulichonacho. Amen. Niliwaambia Nabii Isaya anasema Usia alipokufa yeye ni mwana wa Mungu. Haya mambo yako ambayo ni marafiki, vitu ambavyo wewe umeshikamana navyo, kila mtu ana siri nyingi kwenye maisha yake. Yale mambo yako ukishikamana nayo, usipoyaacha, huwezi kumwona Bwana. Ukitaka kumwona Bwana, haya mambo lazima yafe. Usia wako ni nani? Anayekuzuia usimwone Bwana ni nani? Na siri nyingi ni ya vijana, wengine wazinzi, wengine wana mambo ya mama na baba, wengine wana mambo fulani ya marafiki. Hayo yasipokufa hupati nafasi, hautoki, kwa sababu hayo ndio ukuta. Unapanga kutoka utoki, kwa sababu hilo lazima liwapike. Anasema Usia alipokufa mimi nalimwona Bwana. Usia wako ni nani? Asipokufa muone Bwana. Unaweza kuwa ni rafiki, anaweza kuwa ni maisha yako ya kwanza bado umeshikamana nayo. Hayo usipojitenga nayo, hayo yasipokufa, hayo usipoyaacha, yatakung'ang'ania. Vijana wa kiume wanajua. Wengine walianza mahusiano na wasichana haya marafiki, mwanzo wanaonekana kama anatoa zawadi, anapita hapo katoa hela fulani kidogo, kesho kutwa anang'ang'aniwa. Anang'ang'aniwa maana na yeye anaingia kwenye mahusiano. Toki. Akitaka kutoka mpaka na mimba anaambiwa ni hapo, hata sio ya kwake. Kwa sababu alichagua kuingia huko mwenyewe. Ukishikamana na mambo yasiyoashiria hatima yako, chombo chako kitazama. Hasa ukijitenga na neema ya Mungu. Na hili watu wengi wajali, tunaposema msijitenge na neema ya Mungu, msijitenge na Mungu, hakuna anayetusikiliza sana. Kila mmoja anasema kwa neema ya Mungu ni ipi? Lakini kila siku tumewaalika kwenye ibada, maombi, tumewaalika kwenye mambo ya kanisa. Wengi wameonyesha kwamba wako busy sana, hawana nafasi ya kumpa Mungu, wanaona kama Mungu anawasumbua, wanaona wao wako busy sana na Mungu. Zangu Luka 15:11 Biblia inasema hivi. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Baba akamgawia. Baada ya siku si nyingi, yule mdogo kusanya vyote vya kwake, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya sharati. Alipokwisha kutumia vyote, njaa iliingia kwenye nchi. Akawa mhitaji. Fikiria mtu tajiri. Huyu baba ana mali. Hawa ni wanao wa kuzaa. Yule mdogo anadai haki, na ni haki yake. Usia akiwa hai umoni Bwana. Huyu alikuwa na Usia, macho yake alikuwa na mipango. Angalia alichotekeleza ni nini? Alichotekeleza ni mipango iliyo kwenye moyo wake. Alichotekeleza ndicho kile alichokuwa amekibeba. Alikuwa amebeba wanawake kwenye moyo wake. Na ndipo anasema akauza vyote vinavyomwangukia, akaondoka kwenye uso wa baba yake, asimuone, asimkosoe, akaenda mbali na kwao.
acha ujinga. Maisha ya kushuka ndio maisha ya kuinuliwa. Wanangu, maisha ya kushuka ndio maisha ya kuinuliwa. Hata nyumbani mkipandisha wote mnafikiri mna nyumba. Mama akiongea baba yuko juu, baba yuko juu, mama yuko juu. Hakuna anayeshuka. Hapo vitu vingine. Biblia inasema akawa mhitaji. Sasa amekuja na mali na amegawanya tayari. Na wanawake wamechukua. Na wanafikiri wanamtaka tena. Na wanafikiri wanamkubali tena. Na wanafikiri wanamtambua tena. Hawezi. Walimtambua kwa kile alicho nacho. Kilipoisha utambulisho wake uliisha. Akabaki hana namna ya kutoka. Ndipo alipofikiri kurudi kuomba utumwa nyumbani. Hebu neno la Mungu likutoshe. Jisikie wewe ni mtu mnyenyekevu. Ukiambiwa unalipa zaka, shetani anakuambia usilipe, unabakije? Usiposhiba na Mungu huwezi kushibishwa na shetani. Kila anachokuambia Mungu kama hakitoshi, anachokuambia shetani hakitokutosha. Namaliza kwa kusema, tangu mwanzo wetu Mungu ameweka mwisho mwema mbele yetu. Lakini ule mwisho ni mchakato. Sio kitu kinatokea from nowhere. Ni unapambana. Kama ni maendeleo unapambana. Kama ni kujenga nyumba unabeba lori ya kwanza ya mawe, ya pili unanyamaza. Unaendelea na majukumu yako, siku nyingine umebarikiwa unabeba lori mbili unanyamaza. Unaendelea unajenga msingi wa nyamaza. Kuna siku unajikuta kwenye nyumba nzuri. Unafurahi. Ni mchakato. Yakobo mlango wa 5 kama nilivyosoma siku ile na mstari wa 11 nasema, angalieni twawaita heri wao waliosubiri. Mesikia habari ya subira yake Ayubu. Meuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema na mwenye huruma. Narudia kusema, tangu mwanzo wetu Mungu ameweka mwisho mwema. Ila ule mwisho mwema ni mchakato. Namalizia kwa kusema, umejipangaje? Usikubali. Tembea na kalenda. Ole tarehe fulani. Ole tarehe fulani. Tembea na mipango mizito. Usiogope kupanga mipango mikubwa. Maana Mungu umemweka mbele. Usiogope kuomba kwa Mungu mambo makubwa. Kila unachotaka kupanga, ombe Mungu. Nimewaambia siku nyingi, andika biashara nyingi. Weka mikono yako. Ombe Mungu muda mrefu, omba na kufunga, siku moja Roho atakuongoza kitu cha kufanya. Ile project yako jitahidi kuwa na Mungu. Utaona roho yako itastack mahali. Itang'ang'ania mahali. Utaona hiyo. Anza, usiogope. Mambo makubwa ni ya nani? Tunaogopa sana mambo makubwa. Sisi tunajenga jengo kubwa, watu wanapita, tumesimama mwaka mzima, wanasema umekwama. Nani anakuambia tumekwama? Tunapumzika hapo, tunavuta pumzi. Wewe subiri itakayofuata. Maana tumejenga msingi, kitajengwa. Wanaoongea ni wale wanaochukulia mambo katika hali ya kawaida. Wenye mipango wanajua. Ungeota ndoto dhaifu, tungerekebisha hii. Tungechomeka, tunabomoa, tunapandisha nguzo. Nisikilize, tungechomoa, tunapandisha nguzo. Unafuta mbele kidogo, unapandisha, tungemaliza zamani. Tukasema ile ndoto tulioota ambayo nilisema siku tunamaliza hilo jengo, mtu akipita hapo anasema shikamoo kanisa. Amen. Itatimia. Amen. Ota ndoto zako, usikubali kuogopa. Usiogope.
unaogopa. Naweza. Hili ngumu. Hili nataka brand, inataka nani? Mtaji mkubwa. Usiutulie unakimbia unakufa kesho. Lakini usivuke mwaka una mipango. Usivuke mwaka hujielewi. Usivuke mwaka huna Bwana. Usitembee na kalenda isiyobeba kitu. Kalenda yako ibebe hatima yako. Bwana wabariki. Bwana alibariki. Amen.